Nalihimidi na kulitukuza jina lako asubuhi tukufu hii ya leo. Tunakuja tena mbele zako katika kipindi hiki cha Semezana na Bwana. Tunaomba uwe katikati yetu katika somo hili. Bariki kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asubuhi hii ya leo namshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema wake na ulinzi wake katika maisha yetu. Mungu awabariki watumishi wake ambao kila uchao ushika zamu zao kulilisha kanisa lake. Nayezungumza nawe ni mchungaji wa Ngusu. Asubuhi hii ya leo tutakuwa nimepata neema mbele yenu, mbele za Mungu kuleta somo kwa siku 7 kianza mwanzo siku ya leo. Mada yetu itakuwa ina kichwa kinachosema nakupenda, I love you. Kichwa cha somo ni nakupenda, mada yetu kubwa. Lakini fungu kuu tutatoka katika kitabu kile cha waraka wa Warumi sura ya 12 aya 9 na ya 10. Nayo inasomeka hivi. Warumi 12 mstari wa 9 na wa 10. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Mstari wa 10. Kwa pendo la udugu pendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkitanguliza wenzenu. Hii ni katika Biblia yetu, lakini nilipenda lugha hii ya Biblia hii ya Kiingereza, New International Version inasema hivi: love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Wapendwa, asubuhi ya leo na kwa juma hili tutaangalia jinsi ambavyo maandiko matakatifu yanaongelea juu ya upendo. Hiki ni kitendo. Zaidi ya mara 500, maneno zaidi ya 500 yameongelea katika Biblia. Zaidi ya maneno 500 yameongelea habari ya pendo au upendo. Nami kwa juma hili nitajitahidi kwa msaada wa Mungu kufanya biblical exegesis na sio biblical eigesis, tafsiri halisi ya fungu hili katika muktadha wa kimaandiko, na nifanye utangulizi asubuhi ya leo. Neno upendo mara nyingi ni neno ambalo ni mashuhuri, ni neno ambalo sio geni masikioni mwa watu wengi, ni neno linalozungumzwa sana katika lugha mbalimbali katika lugha mbalimbali, lakini ni neno lisilo ambalo wanasema most misused, linatumika ndivyo sivyo. Kwa kihalisia watu mara nyingi hutumia neno hili katika hali ya kawaida kiasi kwamba imefika mahali neno upendo limekosa maana yake sahihi, kwa sababu imetumika kama maneno mengine tu. Kama vile mtu anakuambia habari za saizi, haujambo za siku, ni sawa tu mtu anambia nakupenda, kitu kama hicho. Lakini maana halisi ya neno na upendo ni neno ambalo lapita fahamu za mwanadamu katika hali ya kawaida, kwa sababu kama haumjui Mungu huwezi kujua nini maana ya pendo, kwa sababu Mungu ni pendo. Kama hauwezi kuelewa kile Mungu alichokifanya Kalvari kwa ajili yako, bado hujajua upendo ni nini. Utaanza kuelewa maana halisi ya upendo pale tu utakapoelewa maneno ya Yesu Kristo katika Yohana sura ya 15 aya 13 aliposema, hakuna upendo mkubwa kama huu wa rafiki kutoa uhai wake, wa ndugu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Upendo wa kweli ni wa kujiweka wewe ukiwa wa mwisho na kuwafanya wengine wawe wa kwanza.
Upendo wa kweli, true love is not selfish, sio binafsi, sio kukosa subira. Upendo wa kweli sio kutokusamehe. Upendo wa kweli ni kuwa mkarimu, be kind, kuwa mtoaji, making sacrifice, kujitoa muhanga kwa ajili ya wengine, bila kujiinua, bila kutaka jambo lolote kwa faida. Upendo wa kweli huelezwa kwa matendo yetu. The true love is demonstrated by your actions when you have Jesus in your heart. Ukiwa na Yesu Kristo moyoni mwako, upendo wa kweli hudhihirishwa na kuonyeshwa. Kwa lugha nyingine fupi sana, wazungu wanasema true love can be summed up in one word, God. Upendo wa kweli unaweza ukasemwa kwa neno moja tu, kwamba ukiuliza upendo ni nini, basi upendo ni Mungu. Asubuhi ya leo ninapofanya utangulizi wa somo hili, upendo usimama kati ya mambo mawili. Biblia ya NIV nasema love must be sincere, hate what is evil. Upendo unatupelekea dhana ya vitu viwili, sincerity and evil, ukweli na uongo, halisi na bandia. Ukipenda ukweli ni kama nyimbo za VOP tulizosikia hapa. Ukipenda ukweli uko tayari hata kujisacrifice. Ndio maana watu kama kina Master John Huss wa Bohemia walipoujua ukweli wakaambiwa, Master John Huss, can you recant your teaching? Unaweza ukakanusha mafundisho yako? Akasema, niliyofundisha yote ni ya kweli na siwezi kwenda kinyume cha dhamiri ya ukweli zaidi ninachokijua, na niko tayari kufa kwa kusimamia ukweli. Love gets sacrifice. Wengi wamekufa kwa kusimamia ukweli. Hata nchi ibadilike hawakuweza kubadilika. Na mimi kwa juma hili, kwa msaada wa Mungu wetu, nitajitahidi kwa neema ya Bwana kupitia somo hili kwa namna ya pekee. Kwa hiyo kanisa la Waadventista wa Sabato, hasa idara ya vijana, nilisikia wakati fulani walikuja na kauli mbiu, wanasema love is a verb, upendo ni kitendo. Siku moja profesa akawaambia watu, enyi watu, akaweka watu makundi ya watu 3, 4, 5, akasema pendaneni, onyeshaneni upendo. Naomba muonyeshane upendo, nione upendo. Wengine wakasimama, wakawa wanaangaliana, wanatabasamu, wanacheka. Yaani kwa kucheka wanaonyesha upendo. Wengine wakashikana mikono, wengine wakakumbatiana. Akawauliza, huo ndio upendo? Je, upendo ni kukumbatiana? Upendo ni kucheka pamoja? Upendo ni kutembea pamoja? Ni zaidi ya hapo. Upendo hata kina mama wanasema ni kwa vitendo. Sasa upendo huu, Biblia inalenga maeneo 3 ambayo Yesu aliyasema sana, manabii na mitume. Wasema, wapendeni rafiki zenu, pende jirani yako kama nafsi yako. Mathalan, upendo umetumika sana katika uga wa ndoa. Mafungu mengi ya Biblia yanaongelea mahusiano ya mwanadamu na Mungu wake, yakifananishwa mithili ya ndoa kati ya bwana harusi na bibi harusi. Upendo umetumika katika mazingira ya udugu ama ujirani. Pende jirani yako kama nafsi yako. Lakini Yesu alishangaza ulimwengu pale aliposema, mpende adui yako, usimchukie adui yako. Sasa asubuhi hii ya leo, wapendwa katika Kristo, nipende kukualika kwa namna ya pekee kwa juma hili. Mungu atusaidie katika somo hili la juu ya upendo. Naweza kusema machache kidogo katika fungu hili, ya kwamba Mtume Paulo anawaambia watu upendo, love must be sincere. Manake katika swala hili la upendo haitajiki kufanya kitu bandia. Lazima uwe ni wa dhati, sio wa kinafiki. Sasa asubuhi ya leo
nikupe homework ya mambo machache. Je, wajua kwamba ndoa nyingi zimevurugika kwa sababu kitendo hiki hakijaonekana katika familia? Ni kina mama wengi waliokoa ndoa zao kwa kuwatamkia wenzi wao wa maisha neno nakupenda mme wangu, nakupenda mke wangu, nakupenda bosi wangu, nakupenda mwanangu, bibi nakupenda, mama nakupenda. Kumbuka hapo awali nimesema ni neno ambalo halieleweki vizuri. Vijana wanaobarehe, vijana walioko shuleni, pindi anapoambiwa nakupenda, wanalielewa na kulitumia tofauti linavyopaswa. Asubuhi ya leo sijui mara gani ya mwisho wewe baba unayenisikiliza kwa kumwangalia mke wako usoni ukamwambia nakupenda, na nini kilitokea? Ni mara ngapi umemwambia ndugu yako wa damu, dogo wangu nakupenda, kaka yangu nakupenda? Mwingine anauliza, really? Ni kweli kabisa kaka unanipenda? Sema ndio. Maana yake ni nini? Niko tayari kufanya chochote kwa uhusiano wetu. Ni mara ngapi umemtia moyo mtumishi wa Mungu unayemfahamu? Ni mara ngapi umetoa kwa ajili ya kazi ya Mungu? Maana tumeona upendo pia unahusisha kujitoa au kutoa. Ni mara ngapi umetoa kwa kujinyima kwa kusudi la kazi ya Mungu? Ni mara ngapi umemtia moyo tenda kazi mwenzako? Ni mara ngapi? Asubuhi hii ya leo napofanya tu sehemu ya utangulizi kwa leo, na kesho na siku zingine nitazama sasa katika kuyachambua maneno haya takriban 7, 8, 9 ndani humu. Tutaona upendo Mungu anaosema. Wenzetu wa Yunani wameweka katika sehemu 7 na kusema upendo, Kiswahili sema nakupenda tu. Lakini wenzetu wa Yunani wana upendo wa fileo. Mambo yakiwa magumu, ndugu yangu, tunaachana. Upendo wa stoge, penda vitu, penda rangi fulani, penda kitu fulani. Na upendo wa agape na aina yake. Tutaona upendo huu umegawanyika ukiwa na maana zake. Lakini tutaangalia kama mtu basi hana upendo, maana yake sasa ana chuki, ni mwovu, hamjui Mungu, ni beradhuli, ni shetani kabisa. Kwa sababu mtu asiyekuwa na upendo, huyo si wa Mungu. Na anasema mtu asiyependa kufanya mazuri, huyo anayefanya mabaya si wa Mungu kadhalika. Na tena kuna agizo katika fungu hili, Paulo akiwaambia Warumi, basi pendaneni ninyi kwa ninyi. Tutaona vipengele hivyo ni namna gani maandiko matakatifu yanatuelekeza kupendana sisi kwa sisi. Bii yake tutaona kwa undani. Kwa nini uwaweke wengine wawe bora kuliko wewe? Mabosi mlioko humu, wakurugenzi na wakubwa mlioko humu, Biblia inataka wewe mkubwa uwe mtumishi wa wengine, na isiwe kwa maneno wala kwa kalamu, bali kwa vitendo. Uonekane ukiwafanya wengine kuwa bora kama Kristo. Lugha nyingine, kilichofanyika Kalvari kionekane. Mtumwa akifiwa na bwana wake. Mtumwa ni mdogo kuliko bwana wake, lakini bwana wake kumpenda zaidi. Neno lingine takaloliona, Biblia hii imetumia neno honor one another in above yourselves. Honor, kuonyesha heshima ama kujali wengine kuliko unavyojijali wewe mwenyewe. Asubuhi hii ya leo, hebu nenda, mtu yoyote utakayekutana naye wa kwanza, awe ni mfanyakazi mwenzako, awe ni mwenzi wako, na wengine hata bado mkingali katika vyumba vyenu nyumbani kwenu, hebu leo mwambie mke wako nakupenda. Alafu kesho utaniambia, mchungaji, nilimaanisha na nikamwangalia nikamwambia hiki ndicho kilitokea. Mwambie mwenzi wako, waambie watoto wako, wahakikishie familia yako kwamba unawapenda. Naam, utaona kile Bwana atakutendea katika maisha yako. Na maanisha hata adui yako ambaye una muda mrefu hujaongea naye, hebu mpigie simu, mwandikie message, mwambie ninakupenda, tofauti zetu zimekwisha. Mwambie jirani yako yule mnyegombana, ninakupenda.
Mwambie yule mama uliyemsengenya kanisani juzi, ninakupenda. Mwambie yule mchungaji uliyemnenea mabaya, pastor, ninakupenda na kuombea, nazipenda kazi zako. Uhakikishie rafiki zako unawapenda. Utapunguza vita vingi. Utapunguza matatizo mengi yasiyokuwa na msingi. Mungu atusaidie. Tunapokutana, endelea kutafakari juu ya mada hii na kupenda. Kwa kifupi sana, Mungu ni pendo. Semezana na Mungu, I love you all and God bless you. Amen.